Na hii ni Mnyalu TV. Katika taharuki, jeshi la Israel limesema makosa ya kiweledi yalisababisha kuuawa kwa wafanyakazi 15 wa huduma za dharura huko Gaza mwezi uliopita. Uchunguzi wa tukio hilo uliofanywa na jeshi la ulinzi la Israel IDF uligundua makosa kadhaa, ikiwa ni pamoja na kutoelewana na ukiukaji wa maagizo. Naibu kamanda wa kitengo kilichohusika amefukuzwa kazi kwa kutoa ripoti isiyo kamili na isiyo sahihi hapo awali. Msemaji wa Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Palestina PRCS alisema ripoti hiyo si sahihi, kwani inahalalisha na kuelekeza lawama kwa makosa binafsi, wakati ukweli ni tofauti kabisa. Wafanyakazi 14 wa huduma za dharura na mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa waliuawa tarehe 23 Machi baada ya msafara wa magari ya wagonjwa ya PRCS la gari la Umoja wa Mataifa la lori la zimamoto kushambuliwa kwa risasi na jeshi la Israel. Katika taarifa hiyo, IDF inasema wanajeshi wake walifyatua risasi wakiamini walikuwa wakikabiliwa na tishio kutoka kwa vikosi vya maadui. IDF inasema uchunguzi wake umegundua 6 kati yao walikuwa wanachama wa Hamas na kukataa madai ya kuwa imefanya mauaji kiholela. Katika taarifa ya Meja Jenerali Yoav Ellen ambaye alichunguza tukio hilo, aliwaambia waandishi wa habari jeshi la Israel linasema wafanyakazi 6 wa dharura walikuwa ni wafuasi wa Hamas na watatajwa majina yao baadaye. Ripoti hiyo inasema tukio hilo lilitokea katika kile kinachoitwa eneo la mapigano na hatari, na kamanda aliyekuwa eneo hilo aliona tishio la mara moja na dhahiri baada ya magari kwenda kwa kasi. IDF inalaumu uoni hafifu wakati wa usiku, na ikimaanisha kuwa kamanda hakutambua magari hayo kama ni ambulance. Afisa mkuu mwingine atapewa karipio kwa kuhusika katika tukio hilo. Ripoti iliongeza hapo awali ilidai kuwa wanajeshi walifyatua risasi kwa sababu msafara huo ulikuwa ukitembea gizani bila taa za mbele au taa za dharura, na ilidai msafara huo haukuwa umeratibiwa. Lakini baadaye alisema madai hayo yana makosa baada ya video iliyopatikana kwenye simu ya mtoa huduma aliyeuawa kuonyesha magari hayo yakiwa na taa za mbele na taa za dharura zikiwa zinawaka. Video hiyo inaonyesha magari yakisimama barabarani wakati upigaji wa risasi unaanza. Video hiyo inaendelea kwa zaidi ya dakika 5 huku mhudumu wa afya akisali sala yake ya mwisho kabla ya sauti za wanajeshi wa Israel kusikika zikikaribia magari hayo. Inaonyesha pia magari yalikuwa na alama za wazi na wahudumu hao wakiwa wamevalia sare ya kuakisi mwanga. Miili ya wafanyakazi 15 waliouawa ilizikwa kwenye mchanga. Miili hiyo haikupatikana hadi wiki moja baada ya tukio hilo kwa sababu mashirika ya kimataifa ikiwa ni pamoja na UN hayakuweza kufika eneo hilo. Israel ilianzisha mashambulizi ya kuangamiza Hamas kujibu shambulio la kuvuka mpaka tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 ambapo watu 1200 waliuawa na wengine 251 walichukuliwa mateka. Takriban watu 51201 wameuawa huko Gaza tangu wakati huo, kulingana na Wizara ya Afya ya eneo hilo inayoendeshwa na Hamas. Na hii ni Mnyalu TV.